So guys, kuna kitu hapa ambacho chanishangaza na nimesema leo tuje tukiongelele kwa pamoja, baada ya kwamba kuna mwanadada fulani hivi kutoka Saudi Arabia ambaye ametoka sehemu za pwani yalalamika kwa mitandao kila wakati na kusema kwamba pesa zake zimeibiwa na mwanaume wake. Lakini sasa baada ya kwamba niliweza kufuatilia kwa muda, na kwa sababu kuna watu kwa kunitumia video akiniambia where I can chip in ili niweze kumsaidia huyu mwanadada, kwa sababu ameonyesha huzuni kubwa sana, kwa sababu yeye alalamika ya kwamba pesa yake 30,000 takriban pesa taslimu ya nchi ya Kenya imeweza kurambwa, kuliwa na mwanaume wake. Lakini baada ya kwamba nimeweza kufuatilia kitu ambacho nilimsikia dada mwenyewe akizungumza kwenye mtandao, pia vile vile kwenye mtandao wa jamii, ni kitu ambacho ni cha kushangaza. Acha nimwache mwenyewe azungumze hapa, alafu tuje nikuelezee kwa nini. Watu wanauliza hii 30k ulikuwa umempatia ya kazi gani? Acha niwajibu sasa. Uona hiyo 30k yenye nilikuwa nishampatia, nilikuwa nimemtumia nikamwambia chukua hii 30k na kutumia uende nyumbani kwetu ukajulikane kuwa wewe ni bwanangu, wewe wakujue rasmi kama wewe ni bwana wa nani, wa Bamba Queen. Nikampatia hiyo 30k, nikamwambia ukifika huko chukua 10,000. 10,000 ni za kuna sijui ni pombe ama nindo nini hivyo, alafu 20,000 uanze nayo mahari, nikirudi tufanye harusi. Hata alikuwa shongea tayari na manubaya si mimi kuhusu hiyo harusi. Nikamwambia nikirudi zangu Kenya nitafanya harusi mimi na Alimangale. Hata ukiangalia video nyingi zangu nilikuwa nimetangaza ndoa. Nilikuwa nimemtumania hiyo 30k, nikamwambia aende nyumbani kwetu Mudzini kokwe Hubamba, ende akamanywe kukala yeni mlumo wa Bamba Queen kwanzira saa hii mataraji harusi yake hala zo pesa atenda zihonga muzembe mwingine. Haya takala ndiwona hendati. So nielezee tu hapa kitu ambacho kimeweza kutokea ni kwamba mwanadada huyu alitaka kuolewa na huyu mwanaume. Yani alikuwa ni kama analazimisha ama anaomba iwe hivyo. Na baada ya kwamba ameweza kutoa mapendekezo yake kwa huyu mwanaume alimwambia kwamba yeye hayuko vizuri kifedha. Na ndio pale ambapo mwanamke huyu alisema ya kwamba, ama alimwambia mwanadada ya kwamba mwanaume wake ya kwamba mimi niko tayari kukupa 30,000 ili mradi uweze kuenda kwetu, kuenda toa ile pesa ili ionekane wazi kabisa kwamba wewe uko tayari kunioa. So ile 30,000 alikuwa amepeana mwenyewe hiari ili mwanaume yule aweze kuitumia ili aende mpaka kwao, yani kwa kina huyu mke, huyu mwanamume aende apeleke ile pesa, na mwisho wa siku akishapeleka ino pesa, basi pale ndipo ambapo atakuwa amepata kama ile heshima ya kwamba ameenda posa. Na hivyo basi mwanaume huyu alipopata ile pesa kulingana na mwanaume alipopata ile pesa alitumia ile pesa kwa mambo yake mengine ambayo sio yale ambayo alikuwa ameambiwa ayafanye na huyu msichana wake. Ndio pale ambapo msichana alipokuja shtukizia kwamba mwanamume ako na mwanamke mwingine, ambapo pesa zile alizompa hakuzifanyia vile ambavyo alikuwa anataka afanye, alizifanyia mambo mengine tofauti. Ndio pale ambapo kukawa kuna vita ama kukawa kuna rapsha kila mahali, kisa na maana ya kwamba analalamika pesa yake imerambwa. So kabla sija kuachia dada mwingine ambaye alikuja akasisitiza jambo hili, mimi nikuachie tu uwanja wa maoni hapo, unielezee mjinga ni nani, aliyepeana pesa ili aende akaolewe, ama aliyekula pesa baada ya kwamba amepewa pesa aende zikamsaidie kumuoa yule aliyempa pesa? Kuna kizungumkuti hapo, nataka unijibu. Bamba Queen, siogopi na kutaja unavyotaka, nataka umetusinya, tumesinywa jamani. Kama wengine wanaogopa kusema maana hawana wakili, mimi wakili nani natamba naye. Mama umezidi, hebu tupumzishe. Kwani wewe mwanaume unayemposti kila siku, mwanaume mwenyewe ana wanawake wake, wewe unapata nini? Wafungua live mimi anampenda wako, mbona unaye? Wewe muda wako uliisha, waachie wenzako wapatie muda sasa. Wewe si ulirombosa naye, muda wako umeisha. Kila mtu na muda wake, muda wako umeisha, waache wenzako warombose. Mbona hatunywi maji? Mbona hatunywi maji? Kila mahali mangale. Hebu mpumzishe mwanaume kwa mdomoni. Wewe kama wakati wako umeisha, tafuta maisha huko. Tafuta pesa, acha kutukera sisi na vijilive vyako. Alafu nikuona umenipandisha live. Wewe. Nikuona umenipandisha live. Kama ni mwanamke kweli, nipandishe live. Nione nitakavyokuchamba. Mpaka utaachana nao maswala yako na posti mwanaume amekufa, mara unampost. Una nini mama?
si unywe maji ya kushuke. Chukua kiti ukae, uone wenzako wanavyopendwa kama ulivyokuwa unapendwa wewe. Mbona vya kuuma? Na kila mtu ana muda wake. Ulitumwa na nani usafiri wewe? Kuna mtu alikwambia usafiri? Kusafiri umesafiri mwenyewe, mume amebeba, unapiga makelele. Uliambiwa kuna uhaba wa nyama huko. Uliambiwa kuna uhaba wa nyama Kenya, ambapo wewe umeenda atakungojea mpaka urudi. Usituchoshe. Usituchoshe na wewe mwanaume wako mpaka anataka kukosea maneno. Ukipita hivi ukiscroll, Bamba Queen ameposti mwanaume. We, pumbavu mmoja wewe. Shenzi wewe. Usokuwa na haya. Asidi. Hatunywi maji sisi. Mwanaume gani? Wampenda sana, mbona ulimwacha? Wampenda sana, mbona ulimwacha? Usituchokeshe sisi na mwanaume wako. Waumwa nini wewe? Nakwambia hivi, nikiscroll tena nikiona umeposti tena nakuchamba. Yaani wewe nitakuchamba pia ukimposti tu mwanaume nakuchamba. Wewe endelea tu kulilia mapenzi, zako analilia pesa. Wazako analilia pesa, analipwa saa ngapi? Wewe unalilia mapenzi. Mapenzi yenyewe uliyakimbia mwenyewe. Kuna mtu alikwambia uyakimbie. Na wampenda sana, mbona ulimtoroka? Usituchokeshe wewe, mshenzi wewe. Firauni wewe. Bamba Queen nakutaja paka jina, kuwa na adabu. Hebu msachini umsichana. Msachini huyu Bamba Queen. Ana kazi za kufanya yeye kulilia mwanaume tu. Eti nyinyi wengine kueli naye mchezewe muende. Awachezewe wanaenda. Wanao pia wataenda kama vile vile ulivyoenda wewe. Kila mtu ana muda wake, kwani hata wakienda shida iko wapi? Waache wachezewe. Na ujue siku hizo wanawake hawapigi mahesabu kuchezewa. Kama una lengo la kuwachezea na pia wana lengo la kukuchezea. Watu tunaenda na time. Time management. Bure wapapati kawe hasidi na uzushi wewe. Hizo zako eka wewe. Umeachwa wewe. Vijiungu na vimeseji vyako havishughulikiwi. Hebu fanya kazi kwa Mwarabu utafute pesa. Acha kutusumbua mitandaoni na huyo mume wako, shenzi we. Wajua watu huku TikTok kila kitu utakachoposti watu wanachukulia ni jokes. Lakini ni kweli kabisa, pesa mimi Alimangale nilimpatia 30k. Na hizo nguo zenye alikuwa amevaa, hizo trouser ya black na jersey ya blue. Akaenda na kina Timati, akaenda akahojiwa Coco FM, sijui ni Mpwani FM. Hizo nguo zote plus fare zote mimi nilisimamia. Alafu juzi wanitukana, yani alinitukana vibaya sana. Nataka niregeshe hizo pesa zangu, kila mtu afuate maisha yake. I'm tired. Rubikache tafadhali, ongea na huyo Alimangale anipe pesa zangu. Juu nimeposti huko TikTok lakini sioni kama nimesaidika. Sioni kama hata amezidi kunianika huko Facebook huko. Mimi nataka pesa zangu, jamani. Alimangale anilipe, kila mtu apate shughuli zake. Eti watu wanasema tu kianika mtu TikTok hautasaidika, monge inbox. Sasa nitaongeaje inbox na mtu mwenye hata aliniblock? Alimangale nilipomwambia tu nilipe hizo pesa akaniblock. Sasa mimi nitasaidika vipi? Itabidi sasa nikuje huku TikTok. Rubikache ongea na huyo Alimangale. Si hata mnashuti wote kati series. Anilipe pesa zangu mimi. Hizo za nguo plus hiyo 30k plus fare anilipe. Na niko serious. Sicheki na mtu mimi. Alimangale nilipe pesa zangu. Mimi sicheki na mtu. Juu umenizoea vibaya sana wewe. Umenizoea vibaya. Nilipe pesa zangu. Mimi kidogo lakini zangu nachoka mwenyewe. Yaani mimi niamke saa 2 mpaka saa 7 usiku ndo ndani. Alafu ngutumie pesa zangu waanze kunianika huko wanitukana kwa sababu ya mwanamke. Na bala pesa zangu Alimangale tenzi mchezo, ni pesa zangu.